Mabao manne kati ya 6 ya Simba Sports Club kwenye ligi kuu ya NBC msimu huu yamefungwa kutokana na mipira iliyokufa. Hapa nitawaambia ni idadi ngapi ya wachezaji ambao huwa wanashambulia kona za Simba, nini wanakuwa wanakifanya wachezaji hao katika mazingira hayo, na kwa nini Simba wanaamua kushambulia na idadi hiyo ya wachezaji mpaka sasa hivi katika kona zao msimu huu. Hiyo ni screenshot ya mchezo wa Simba dhidi ya Fountain Gate, mchezo wa kwanza kabisa wa ligi kuu msimu huu, ambapo Rushin Deriuka anaonekana akiwa amefunga goli la kona. Lakini kitu cha kwanza ambacho nataka ukizingatie ni idadi ya wachezaji wa Simba ambao wapo katika boksi wakati kona hiyo inapigwa. Kuna wachezaji 4 tu wa Simba dhidi ya wachezaji 7 ukijumlisha na goalkeeper wa Fountain Gate katika hilo tukio. Iangalie tena screenshot hii ya mchezo wa Simba dhidi ya Namungo. Hili ni goli la kwanza ambalo lilifungwa na Simba na lilifungwa na Shamu Karabwe. Lakini katika situation hiyo pia unakuja kugundua kitu ambacho kinafanana na screenshot ambayo nimekuonyesha kwenye mchezo dhidi ya Fountain Gate. Simba kwa mara nyingine tena ndani ya boksi la Namungo wameshambulia wakiwa na wachezaji 4 tu. Timu inapokuwa inapanda kwa ajili ya kwenda kushambulia mpira wa kona, kwa uchache timu inakuwa na wachezaji 5, lakini kikawaida tumezoea kuona wachezaji 7 mara nyingi ndani ya boksi. Lakini Simba wanatumia wachezaji 4 peke yake. Hapa kinachoonekana ni kwamba Simba wanajaribu kutafuta quality badala ya quantity. Yaani kwamba ni bora kuwe na wachezaji wachache lakini wenye ufanisi na kile ambacho kinatakiwa kwenye mpira wa kona, kwa sababu unapokuwa na wachezaji wengi na pengine wasipokuwa na uwezo unaokaribiana kwenye matumizi ya mipira ya hewani, unaweza ukajikuta unatengeneza mrundikano wa wachezaji ambao ukawapunguzia ufanisi wale wenye uwezo wa kutumia vizuri mipira ya kona. Na ndio maana Simba wamekuwa wakiamua kutumia wachezaji 4 ambao wana uhakika ni wazuri hewani, wanaweza kutengeneza taharuki inayokusudiwa kwenye boksi na madhara wanayoyataka yakaweza kupatikana. Lakini kuna kazi ambayo inafanywa na hawa wachezaji wakati huu mpira unakuwa unapigwa na yule mtu ambaye anapiga ile kona. Kuna mchezaji ambaye anafanya kazi ya kusababisha taharuki. Ukijaribu kutizama katika screenshot ya mchezo wa Simba dhidi ya Fountain Gate, utamuona mchezaji hapo mbele anasababisha taharuki kwa upande wa Simba, kitu ambacho kinampa wepesi Rushin Deriuka kwenda kukutana na mpira wa kichwa na kwenda kufunga bao dakika ya 5 ya mchezo. Lakini katika mchezo dhidi ya Namungo unakwenda kumuona pia Rushin Deriuka akiwa ndo mchezaji ambaye safari hii anatengeneza taharuki dhidi ya mabeki wa Namungo, kitu ambacho kinaenda kumpa wepesi Shamu Karabwe kwenda kukutana na mpira wa kichwa kutoka kwenye mguu wa Mutale na kwenda kuwapa Simba bao kwa mara nyingine tena. Kwa hiyo kumbe unakuja kugundua kitu kimoja. Wachezaji ambao Simba wamekuwa wakiwatumia kwenye kona wamekuwa ni wachezaji 4 peke yake, lakini pia kuna majukumu ambayo wanakuwa nayo. Kuna mtu ambaye anapaswa kutengeneza taharuki na kuna mtu ambaye anakuwa na lengo kwenda kukutana na mpira wa kichwa na kwenda kufunga hilo goli. Lakini Simba wamekuwa wakiapproach tofauti mipira iliyokufa kwenye upande wa faulo. Simba wanakuwa wanashambulia na idadi kubwa ya wachezaji, lakini msingi unabaki ni vile vile. Kuna watu ambao wanatengeneza taharuki kwa kiasi kikubwa na kuna watu ambao wanatengenezewa mazingira ya kuwa free. Kwa hiyo kila kitu kwa upande wa Simba kinafanywa kimkakati, kila kitu kipo kimipango. Hakuna kinachotokea kwa bahati mbaya mpaka sasa hivi, na si ajabu kuona kwamba Simba wamekuwa hatari kweli kweli kutokana na mipira iliyokufa kwa maana ya set pieces.